Life Inspiration Center. Abundant Life Inspiration Center ndilo jina letu. Beulah Land. Beulah Land. The place that the Lord has given us. Mahali ambapo Mungu ametupea. Place that the Lord prepared for us. Mahala Mungu ametuandalia. And God is in the business. Na Mungu yuko katika shughuli of establishing us ya kutuimarisha as a church. Kama kanisa. So feel most welcome. Karibishwa sana. And a visitor in the house. Mgeni yeyote kati yetu. Please just wave at us. Tupungie mkono tu. To appreciate you. Tunakukaribisha. Say that we love you. Tunakwambia tunakupenda. Welcome, welcome, welcome. Karibu tena na tena. Each one of us. Na kila mmoja wetu. Let us wave to the Lord. Tumpungieni Bwana. Let's tell God to God. Tunamshukuru Mungu. God 2022. Kwa ajili ya mwaka wa 22. That you have given us. Tunakushukuru kwa ajili ya mwaka. Thank you for your grace. Tunakushukuru kwa ajili ya neema yako. Thank you for your love. Tunakushukuru kwa upendo wako. Thank you for preserving us. Tunakushukuru kwa kutuhifadhi. Even to see us through. Hata kutuwezesha 2021 kuingia kupita mwaka wa 21 and giving us 2022. Na hata kutuwezesha kuingia mwaka huu wa 22. Want to thank God for speaking to each one of us. Tunashukuru Mungu kwa kutuzungumzia kila mmoja wetu. And for his divine visitation. Na hata kwa kutembelea kwa njia ya kiungu. By the grace of God, kwa neema ya Mungu, we shall continue sharing. Tutaendelea kushiriki on Ephesians chapter 3. Waefeso sura ya 3 verse 16 to 17. Mstari wa 15 hadi 17. Thereafter, baadaye shall have opportunity tutakuwa na nafasi go to pray for our students ya kuombea wanafunzi wetu school ambao wanarejea mashuleni na call upon your patience, na nawaomba msubiri that you go through the process ili tupitie shughuli yote even up to the end. Hadi mwisho. God is a good God. Mungu ni Mungu mwema. God is a loving God. Mungu ni mwenye upendo. God is a caring God. Mungu ni Mungu wa kujali. God cares for each one of us. Anatujali kila mmoja wetu. That's why he has given the opportunity. Na ndio maana ametupa fursa to be here this day. Ya kuwa hapa siku hii. We have journeyed through the Old Testament. Tumezuru Biblia Agano la Kale. God has been speaking to us in the Old Testament. Na Mungu amekuwa akitunenea kupitia Agano la Kale. For the last 3 years. Kwa miaka 3 iliyopita. When he prepared the land for us. Alipokuwa akiandaa nchi kwa ajili yetu. And it has pleased him this year. Na imempendeza mwaka huu. He may speak to us. Kwamba tunenee through the New Testament. Kupitia Agano Jipya. Want to thank all of you who are here during the overnight prayer session. Nataka kuwashukuru nyote mliokuwa hapa usiku wa kuamkia mwaka huu. God spoke to each one of us. Mungu alitunenea sote. And assured us. Akatuhakikishia. Just as he prepared this land for us. Kwamba jinsi tu alivyotuandalia shamba hili. He desires to establish each one of us. Vivyo hivyo anakusudia kuimarisha kila mmoja wetu. Therefore 2022. Kwa sababu hiyo mwaka wa 22. It pleases the Lord. Inafurahisha Bwana. That he may be able to establish us. Akaweze kutuimarisha. So as you walk through this year. Kwa hivyo unapopitia mwaka huu. I want you to be sensitive to the Spirit of God. Nataka uwe makini kwa Roho wa Mungu. And know what God would like to establish in your life. Na utambue ni kipi Mungu angependa kuimarisha maisha yako. When God takes somebody somewhere. Mungu apelekapo mtu mahali. He does not just leave that person there. Hamchukui tu mahali pale. But he gives him opportunity. Bali pia humpa fursa. That he may be able to establish the person. Ya kuweza kumuimarisha. When God begins the church. Mungu anapoanzisha kanisa. He does not just begin the church. Halianzishi tu kanisa. But just the business. Bali huwa na shughuli. Even establishing that church. Na kuimarisha hilo kanisa. When God begins a family. Mungu anapoanzisha jamii. He does not just begin a family. Haanzishi tu jamii. But just a business. Bali hukusudia. Of even establishing that family. Kuimarisha jamii hiyo. That's why when you read from verse 14 of Ephesians. Ndio maana ukisoma kuanzia mstari wa 14 wa Waefeso. Chapter 3 of Ephesians. Sura ya 3 ya Waefeso. Paul makes a prayer.
Paulo anafanya ombi. Paul is praying. Paulo anaomba. For this cause I bow down my knees. Kwa sababu hii napiga magoti chini. Unto us the Father of our Lord Jesus Christ. Kwako Mungu Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo. Of whom the whole family in heaven and on earth. Verse 15. Mstari wa 15. Of whom the whole family in heaven and earth is named. Ambaye kwa jina lake ubaba wote wa mbinguni na wa duniani unaitwa. So all of us have a family. Kwa hivyo sote tuna jamii. We belong to the family. Tu sehemu ya jamii. And we belong to the family of God. Na tu sehemu ya jamii ya Mungu. Whatever family you find yourself in. Jamii yoyote ambapo unajikuta. That family is named by God. Jamii hiyo imeitwa kwa jina la Mungu. Be it in heaven, iwe mbinguni, be it on earth, iwe duniani. that family is named by God. Jamii hiyo imeitwa kwa jina. So when Paul is praying, kwa hivyo Mungu anapoomba, he remembers that he belongs to a family. Anakumbuka kwamba usehemu ya jamii. When Paul is praying, Mungu anapoomba, he remembers that he does not belong to himself. Anajua ya kwamba yeye all of us ila sote belong to God. Tu sehemu yake. All of us sote are created by God. Tumeumbwa na Mungu. We belong to God. Sisi ni wa Mungu. And God is our Father. Na Mungu ndiye baba yetu. And therefore the prayer that you shall be going through. Kwa hivyo maombi ambayo tutapitia. 2022 mwaka wa 22 is a prayer that is ordained by God. Ni ombi ambalo limewekwa wakfu na God recognizes ya kwamba Mungu anatambua. God recognizes Mungu anatambua that God remains our Father. Kwamba anabaki kuwa baba yetu. We cannot do anything. Hatuwezi tenda chochote unless it is done by God. Kisipotendwa na Mungu. We cannot run any battle. Hatuwezi fanya chochote 2022 mwaka huu unless we recognize isipokuwa tutambue that the battle belongs to God. Ya kwamba hiyo ni kazi ya Mungu. God has prepared us. Mungu ametuandaa. God has walked with us. Mungu ametembea pamoja nasi. And God wants to establish us. Na Mungu anataka kutuimarisha. Even as a family of Alik. Hata kama jamii ya Alik. And that's why Paul prays. Na ndiposa Paulo anaomba. And all of us are called to pray. Na sote tunaitwa kuomba. That God may establish us. Kwamba Mungu akaweze kustawisha. That God may make us. Mungu akatufanye. That God may root us. Mungu akatuimarishe. God may ground up. Mungu akatuimarishe. And ground us. Na tuweke mizizi. As a family. Kama jamii. I don't know which journey you'll be walking 2022. Sijui ni safari ya nani utakayoifanya mwaka. Every time a year begins, kila wakati mwaka unapoanza, people make resolutions. Watu hukata kauli. People make wishes. Watu hufanya kauli. People make requests. Watu wanafanya maombi. Make them to God. Na wanafanya kwake Mungu. That's why today our pastor was leading us. Ndio maana siku ya leo mchungaji wetu alikuwa asking us, akituuliza, give God a reason, tumpe Mungu sababu, that he may be able to bow before him. Ya kutuwezesha kupiga magoti. Paul had a reason. Paulo alikuwa na sababu. To bow before God. Ya kupiga magoti mbele za Mungu. To pray before God. Kuomba mbele za Mungu. He had a reason because he was praying. Alikuwa na sababu maana alikuwa for the church of Ephesus. Kwa ajili ya kanisa la Efeso. And therefore each one of us. Kwa hivyo kila mmoja wetu. Who is here. Aliyekete hapa. Who's walking through 2022. Ambaye amejaliwa kupita mwaka. You have a reason. Unapopita mwaka wa 22. Una sababu before the Lord. Ya kupiga magoti mbele. They shall give you an opportunity. Tutakupa nafasi. Even as we run through this service. Hata unapopitia ibada hii. That you may be able to write down that reason. Ukaweze kuandika sababu hiyo. That you want to bow down before God. Ambayo kwayo utapiga magoti mbele. Even as you ask God. Hata unapouliza Mungu. To establish us. Kutuimarisha. We want you to write down. Tungependa uandike. That reason. Hiyo sababu. That desire. Hiyo hamu. That you want God to establish. Ambayo unataka Mungu so take a paper.
chukua karatasi, take a pen, na kalamu, and write down that reason. na uandike sababu hiyo. Take a pen, Tafuta kalamu, take a paper, na karatasi, and write down that reason, na uandike sababu so hiyo, that you don't miss the opportunity. ili usikose fursa hii. When God is establishing, Wakati Mungu anastawisha, He may be able to look at that reason. akaweze kutazama sababu Every hiyo. time we come here to pray, Kila wakati unapokuwa every hapa time tunaomba, we lay our hands on that paper, kila wakati tunapowekea karatasi hiyo mikono, God will be looking at this reason, Mungu atatazama sababu hiyo, and He'll be in the business na atakuwa katika shughuli of establishing ya kustawisha the desire in your heart. hamu ulionayo moyoni mwako. What is the desire in your heart 2022? Unatamani nini moyoni mwako mwaka huu? What is the reason you want to present before God Sababu gani unataka kuwasilisha 2022? mwaka wa 22? Through faith, Kwa imani, I want to ask you napenda kukuuliza to write down that desire. uandike. I want to ask you, na kuomba uandike, write that wish. uandike hayo I unayo. want to ask you Nataka kukuuliza to write down uandike that vision. kile ambacho unatamani, God in the business of establishing it. ya kwamba Mungu aliye katika shughuli ya That God in the business of settling it aweze kustawisha, may be able to look at it akaweze kuitazama, and be able to establish it. aweze kuimarisha. God was looking Mungu alikuwa akitazama at the church in Ephesus. kanisa la Efeso, And there's something that Paul was praying, na kuna kitu ambacho Paulo alikuwa akiomba, and he wanted that thing na walitaka kitu hicho, to be established. alitaka kistawishwe. What do you want God to look at? Unataka Mungu atazame nini 2022. mwaka wa 22? What do you want God to deal with Unataka Mungu ashughulikie nini 2022? mwaka wa 22, That He may be able ili ukaweze to establish you. akaweze kukustawisha, That He may be able akaweze to establish in your life. kustawisha maishani mwako. So as we begin this year, Kwa hivyo tunapoanza mwaka the huu, second Sunday of 2022, Jumapili ya pili mwaka wa 22, put it down andika by faith. kwa imani. I want to thank God Nataka kushukuru Mungu that God is looking kwamba anatazama at what you are writing. yale unayoyaandika sasa. God wants to perform His word. Mungu angependa kutekeleza neno lake. He only performs His word Anapotazama kutekeleza neno lake according to the desire kulingana na haja of your heart. ya moyo wako. When you took Abraham from Ur Alipomchukua Abrahamu toka up nchi ya to Uru, Canaan, hadi Kanaani, Abraham had an opportunity Abrahamu alikuwa na fursa to ask God ya kuuliza Mungu to establish him. kumstawisha. He had an opportunity Alikuwa na nafasi to ask God ya kuuliza Mungu for something to do for him. kitu ambacho alitaka mtendee. And after God had entered in a covenant relationship with Abraham, Na baada ya Mungu kufanya agano lake, Abraham told God, Abrahamu akamwambia Mungu, I don't have a son. sina mwana, A desire ninatamani that you give me a son. unipe mwana. And God in His good time Na Mungu kwa wakati wake mwema established alistawisha the desire hamu of Abraham. ya Abrahamu. What is your desire today? Ni nini haja ya moyo wako 2022. mwaka wa 22? The year that God desires Mwaka ambapo Mungu anatamani to establish you. kukuimarisha. He looked at Abraham Alitazama Abrahamu after he had called him, akishamuita, after he had taken the promised land, akishamfikisha nchi ya ahadi, the land that he had prepared him. nchi ambayo alikuwa ameandaa kwa ajili And yake. he told Abraham, Akamwambia Abrahamu, I will establish you. nitakuimarisha, I will establish you. nitakustawisha. So that is the business Na hiyo ndio shughuli of God. ya Mungu. 2022. Mwaka wa 22, God desires
Mungu anatamani to establish you as an individual. kukustawisha kama mtu He binafsi. desires to establish us as a church. Anatamani kutustawisha kama kanisa. He desires to establish us Anatamani kutustawisha as a family. kama jamii. That's why he gave us this word Ndiposa akatupa neno hili for 2022. kwa ajili ya mwaka huu. So let us continue sharing Asituendelee kushiriki what the word says. In verse 16, that he will grant you, according to the riches of glory, to be strengthened with might by his Spirit in the inner man. Awajalieni kwa kadri ya utajiri wa utukufu wake kufanywa imara kwa nguvu kwa kazi ya roho wake katika utu wa ndani, That Christ may dwell in your hearts by faith, that you being rooted and grounded in love. Kristo akae mioyoni mwenu kwa imani, mkiwa na shina na msingi katika upendo, May be able to comprehend with all the saints what is the breadth and length and depth and height, ili mpate kufahamu pamoja na watakatifu wote jinsi ulivyo upana na urefu na kimo na kina, and to know the love of Christ, which passes knowledge, that you might be filled with all the fullness of God. na kuujua upendo wake Kristo upitao ufahamu, kwa jinsi ulivyo mwingi, mpate kutimilika kwa utimilifu wote wa Mungu. So those are the four elements of prayer Na hivyo ndivyo vipengele vinne vya maombi that Paul is praying for the church of Ephesus. ambapo Paulo anaombea kanisa la Efeso. He prays that the Ephesians Aliomba kwamba Waefeso may be strengthened in spirit, wakaimarishwe katika roho, even in the inner man. hata katika utu wa ndani. That's the first prayer that Paul is praying. Hilo ndilo ombi la kwanza ambalo Paulo That the anafanya, Ephesians may be strengthened in spirit, ya kwamba Waefeso waimarishwe katika roho, even in the inner man. hata katika utu wa ndani. The second prayer Paul is praying, Ombi la pili ambalo Paulo that anafanya Christ may dwell in their hearts, ni kwamba roho Yesu akadumu mioyoni mwao, and they may be rooted na wakaimarike and grounded in love. katika upendo. In other texts, Katika In other versions, katika nakala nyingine the Bible says Biblia inasema that they may be dwell, that Christ may dwell in their hearts, ya kwamba Kristo akadumu mioyoni mwao, and that they may be rooted na wao waimarike and may be established in love. na wastawishwe katika upendo. And that's why we get the theme of this year, Na hapo ndipo tunapata that they may be established in love. tukaweze kuimarika katika upendo. That's why we are calling this year, Ndio maana tunaitia mwaka huu, that God desires us to be established, Mungu angependa tuimarike, to be established in love, tuimarike katika and to upendo, be established in other areas in our lives. na pia tukaimarike katika maeneo The mengine ya third prayer maisha. that Paul makes, Ombi jingine ambalo Paulo that they may anafanya, be grounded tukaweze and they kuimarika, may be able to comprehend wakaweze kufahamu with all the saints, na watakatifu wote all the knowledge maarifa and yote, the love of Christ upendo wa Kristo upon the church. juu ya kanisa. God desires us this year Mungu anatamani mwaka huu that you may be able to grow in knowledge. tukaweze kukua katika We may be maarifa, able to understand tukaweze kufahamu the love that Christ has for us. upendo Kristo alionao We may be able to know the height, tukaweze kujua urefu, may be able to know the length, tukajue may be able to know the breadth tujue upana that Christ loves us. wa upendo wa Kristo We may kwetu. come to church many days. Unaweza kuja kanisani We siku may be moja. able to come to church many seasons. Unaweza kuja katika kanisa majira And mengi. sometimes we may miss
lakini tunaweza kukosa the love that Christ has for us. upendo ambao Kristo anao juu yetu. And you want to pray that as you walk through this prayer, Tunataka kuomba kwamba 2021, mwaka 2022, mwaka huu we may be able to know ukaweze kufahamu and comprehend na kuelewa the love that God has for all the saints, upendo ambao Kristo anao kwa all of us wote who are here. tulio hapa. There's a love that Christ has for us. Kuna upendo ambao Kristo anao juu yetu. Finally, Mwisho, the fourth prayer that Paul prays, ombi ambalo Paulo anaomba that you may be filled kwamba tukajazwe with the fullness of God. na utimilifu wa Mungu, We may be able to know God tukaweze kujua Mungu in His fullness. kwa uzuri wake. Over the kesha that we had, Katika ushirika wa kesha tuliokuwa nao, the elder was asking us mzee wa kanisa alituuliza to ask you to try to recognize tuweze kutambua how big is God, jinsi gani Mungu alivyo mkuu, how full is God. jinsi gani Mungu alivyo When you are mkuu. asked to talk about God, Ili tunapozungumza juu ya how Mungu, can you describe God? unaweza kumwelezea namna How gani big is God? ni Mungu ni mkuu kiasi gani? And Paul tells the church in Ephesians Na Paulo analiambia kanisa katika that they Efeso may be able to comprehend wakaweze kufahamu the fullness of God. utimilifu wa Mungu. So I want to pray as you walk through 2022, Kwa hivyo nataka kuomba ukipita mwaka huu, that as we shall be sharing on this pulpit, wakati tutaendelea kushiriki katika madhabahu haya, God will give us the grace Mungu atatujalia neema to be able to understand wa kuweza kutambua His fullness. wema wake, How much you know utimilifu God. wake. Who is God in your life? Mungu ni nani maishani mwako? Whom do you talk about God in your life? Mungu ni nani maishani mwako? How big is God to you? Yeye ni mkuu kiasi gani kwako? What is the fullness of God Ni nini utimilifu wa Mungu in your life? maishani mwako? The journey that you have walked, Safari ambayo the umefanya, years that you have lived, miaka ambayo umeishi, what do you talk about God? unaweza kusema nini kuhusu Mungu? God is in the business Mungu yuko katika shughuli of establishing you ya kukustawisha this year. mwaka huu. We don't want you to miss the opportunity. Hatutaki ukose fursa, We don't want you to miss the chance hatutaki ukose nafasi to see His fullness ya kuona utimilifu wake in His life, in your life. maishani mwako. Who is God in your life? Mungu ni nani maishani mwako? So let us go back to verse 16 Basi turejelee mstari wa 16 and ponder over it, na tutafakari juu yake. that He may grant you, Akawajalieni according to the riches of His glory, kwa kadiri ya utajiri wa utukufu to be wake, strengthened with might kufanywa imara by His Spirit kwa nguvu in the inner man, kwa kazi ya Roho wake katika utu wa to be ndani, strengthened in mind ukaimarishwe by His Spirit kwa Roho wake in the inner man. katika utu wa ndani. Today, Leo hii I want to talk about nataka kuzungumza kuhusu the strength of the Holy Spirit. nguvu za Roho Mtakatifu. We cannot be established Hatuwezi kustaishwa without the strength of the inner man. pasipo nguvu za utu wa ndani. We cannot run this journey, Hatuwezi safari hii 2022, ya mwaka wa 22 without the strength of the inner man. bila nguvu za utu wa ndani. All that we do, Yoyote tutakayotenda, all that we desire, yoyote tunayotamani, it is always revealed hufunuliwa by the inner man. na utu wa ndani. Before the outer man comes through, Kabla utu wa nje haujatokea, the inner man has already spoken. mtu wa ndani ameisha neno. Before we see what is out, Kabla hatujaona yaliyo nje, before we recognize
what is happening out, kabla hajatambua yanayotendeka nje, it is already done by the inner man. huwa yamefanyika kwa mtu wa ndani. Before you see people quarreling, Kabla hatujaona watu wakigombana, before you see people fighting, kabla hatujaona watu wakipigana, they have already fought wameisha pigana in the inner man. kwa mtu wa ndani. Before somebody Kabla ya mtu wakes up ajaamka and picks a stone, na achukue jiwe, he has been stoning you amekuwa akikurushia mawe in the inner man. katika mtu wa ndani. Before somebody slaps you, Kabla mtu hajakupiga kofi, before that slap reaches you, kabla hiyo kofi kukufikia, that slap hiyo kofi was already in the inner man. tayari ilikuwa katika utu wa ndani. Professor, you have read many books. Kidogo. You have made a lot of research. Yes. Before you put whatever you want to put on paper, where does it start from? It begins inside. Begins in the inner man. The inner man speaks first Utu wa ndani hunena kwanza, before the outer man kabla mtu wa nje talks about what the inner man has spoken. hajazungumzia yale utu wa ndani umenena. So today, Kwa hivyo siku ya leo I want to talk to your inner man. tunataka kuzungumzia utu wako wa That the ndani, inner man may be strengthened kwamba utu wako wa ndani by the might of the Holy Spirit. kwa uwezo wa Roho Mtakatifu, That the Holy Spirit kwamba Roho may Mtakatifu be able to speak to your inner man, akaweze zungumzia utu wako wa so ndani, that whatever you want to establish, ili chochote ambacho unataka, whatever you want God to establish, yale ungependa Mungu atende, it is conceived yachukuliwe by the Holy Spirit. kwa Roho Mtakatifu. It is not your own mind. Isiwe ni mawazo yako, God bali umwache Mungu have His way, achukue nafasi yake, even through hata kupitia the power of the Holy Spirit. nguvu za Roho Mtakatifu. The inner man Mtu wa ndani is represented unawakilishwa by our spiritual being. na hali yetu ya kiroho. Each one of us Kila mmoja wetu has a spiritual being. una sehemu ya kiroho. Each one of us Kila mmoja wetu has a spirit. una roho. That's why Ndio maana when somebody dies mtu anapofariki and the person is being buried, na mtu huyo anazikwa, they don't bury the spirit. hawaziki roho, They bury the body. wanazika tu mwili. The spirit leaves you. Roho huondoka The body remains. na mwili hubaki. We have a spiritual being. Tuna sehemu ya kiroho. That's why God is interested Ndio maana Mungu ana haja in the inner being. na mtu wa ndani, Because the inner being maana mtu wa ndani is so key in your life. ni muhimu sana maishani mwako. Without the inner being Bila mtu wa ndani being controlled kuelekezwa, the inner being has been controlled in the right way, mtu wa ndani ni lazima uelekezwe ipasavyo, so that you can do what is right. ili ukaweze kutenda yapasayo. The inner being is your spiritual being. Mtu wa ndani ndio hali yako ya kiroho. The inner man Mtu wa ndani is represented anawakilishwa by the eyes of the heart na macho ya roho and all his faculties. na uwezo wake wote. Your heart Roho yako, nafsi yako has eyes. inayo macho. Your heart Nafsi yako has eyes. ina macho. The Lord says, the Bible says, Biblia inasema you shall love the Lord utampenda Mungu with all your heart, kwa roho yako yote all your mind, na akili zako and zote all your soul. na nafsi yako. The heart has eyes. Moyo una macho. Professor, Yes, sir. thank you for being here. Thank you. You are my father. Thank you. These people don't know you are my father. Let them know. Wajue, wafahamishe. And them today. And because you are my father, I can afford a joke. True. Inaruhusiwa.
want to thank God for your best half. Nataka kushukuru Mungu kwa mke wako. Both of you are in blue today. Leo ninyi wawili mmevaa inaitwa samawati ama Swahili. Hata wachungaji pia. But before you met her, Professor, what happened to the heart? Ni nini kilifanyika kwa roho yako, rohoni mwako ulipo kabla hujakutana naye? The heart. Moyo. The heart had eyes. Moyo ulikuwa na macho. And the heart saw. Na moyo ukaona. Before. Kabla. Even told her. Hata kabla. Professor, you're my father. Yes. Before your heart, before your mouth told her. Kabla kinywa chako akijamwambia. The heart had already seen. Moyo tayari ulikuwa umeishaona. So your heart. Hebu moyo wako has eyes. Moyo wako una macho. That's why you are speaking to the heart today. Ndio maana tunazungumzia moyo leo hii. What is your heart seeing? Moyo wako unaona nini? And Paul prays. Na Paulo anaomba that your heart may be strengthened. Ya kwamba moyo wako utiwe nguvu by the might of the Holy Spirit. Kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. So whatever you are seeing 2022. Kwa hivyo chochote unachokiona katika mwaka wa 2022. May your heart moyoni mwako be led by the Holy Spirit. Amen. The heart, moyo, holds all our intellectual, unashika kila jambo, our emotional, hisia zetu, and our moral being, na hali yetu ya kimaadili. In the heart, katika moyo, we have our emotional being. Tuna sehemu yetu ya kihisia. And you have our moral being. Na pia kuna sehemu ya kimaadili. We have power. Tuna uwezo in the heart. Katika moyo. We can either love, tunaweza kupenda, or hate, ama kuchukia, depending, kutegemea the emotional ability, na hali ya kihisia that we find in our heart, iliyo katika mioyo yetu. That's why Paul prays. Na ndiposa Paulo anaomba that as much as these people should be established in love, ya kwamba watu hawa iwezekanavyo waimarishwe katika upendo. It begins with their heart. Na anaanzia kwa roho. When Paul was preaching the church in Ephesians, Paulo alipohubiria kanisa wa Efeso, he met the disciples in Ephesians. Alikutana na wanafunzi katika and he asked them a question. Akawauliza, were you filled with the Holy Spirit? Mmejazwa na Roho Mtakatifu? Which baptism did you receive? Mlipokea ubatizo gani? And the disciples told Paul, na wanafunzi wakamwambia